Kijana mdogo alimwaga tu kijiko cha maji ya kisima kwenye shamba la karibu. Bila kutarajia, alipokuwa akiondoka, ule mmea wa zabibu ulionyeuka ulianza kukua kwa kasi ya ajabu. Bila kujua, yule kijana alipiga tama kubwa, akifikiri alikuwa maji ya kawaida tu. Punde si punde, hata hivyo, mambo yalibadilika. Ghafla alihisi joto kali likisambaa mwilini mwake na akafungwa haraka na utando mkubwa wa buibui. Muda mfupi baadaye, alijinasua kutoka kwenye ule utando. Kwa mshangao wake, nguvu zake zilikuwa zimeongezeka mara kadhaa zaidi. Alikuweza kunyanyua kwa urahisi mawe yenye uzito wa zaidi ya paundi 1000. Aligundua kuwa maji ya kisima huenda yakawa ndio sababu. Aliharakisha kurudi kuchunguza. Kwa mshangao wake, alikuta zabibu kubwa zikikua juu ya kisima. Kwa msisimko, alichuma zabibu moja na kuionja. Ilikuwa na harufu nzuri ya ajabu na papo hapo ikamchangamsha. Alifikiri ikiwa angeziuza hizi sokoni, angeweza kupata utajiri mkubwa. Kwa hiyo alikusanya zabibu haraka na kuelekea sokoni. Mwanzoni watu walifikiri $80 kwa kikapu ilikuwa bei rahisi, lakini walishtuka kugundua alikuwa akiziuza kwa $80 kwa kishada kimoja. Watu walifikiri amepoteza akili kuuza matunda kwa bei ya juu kiasi hicho, hivyo alipendekeza waonje kabla ya kununua. Mwanaume mmoja, akiwa na shaka kwamba zabibu hizi zilikuwa kama uchawi, alionja moja. Ghafla alijihisi kama malaika na maumivu yake ya mgongo ya muda mrefu yakatoweka. Aliamua kununua kishada 5. Wengine, wakifikiri yote yalikuwa hila, walionja moja pia. Kwa mshangao wao, ladha ilikuwa ya kushangaza sana. Wakaanza kupigania kununua zabibu zake mara moja. Wakati huo, mnyapara mmoja mwenye udadisi alipita na pia alinunua kishada kimoja ampelekee tajiri mkubwa. Baada ya kula, alihisi upumuaji wake unakuwa laini zaidi. Kwa mshangao wake, iliponya ugonjwa wake wa pumu. Alimwagiza mnyapara huyo mara moja anunue zabibu zote, lakini zabibu za yule kijana zilikuwa tayari zimeisha. Ili kupata pesa zaidi, alifanya kazi usiku kucha akisafisha ekari 2 za ardhi. Alipanda mbegu mbalimbali za mboga na kuzimwagilia kwa yale maji ya kisima. Baada ya usingizi mzuri wa usiku, mboga zilianza kukua kwa kasi. Siku iliyofuata, aliamka na kukuta shamba limejaa nyanya kubwa. Ili kuficha siri ya maji ya kisima, alichuma nyanya hizo haraka na kuzipeleka sokoni. Wakati huu aliziuza kwa $20 kwa kila pauni. Muuzaji wa karibu, asiyefurahishwa na bei hiyo, aliamini haitafanikiwa. Alifikiri ikiwa nyanya hizo zitauzwa, angekula nyanya zake mwenyewe kwa dharau. Wakati kijana akisubiri kicheko, yule mnyapara alikuwa tayari amechuchomaa karibu. Awali alikuja kununua zabibu, lakini baada ya kuonja nyanya, aliziona kama pichi za mbinguni. Alinunua nyanya zote. Alijitambulisha kama meneja wa hoteli ya kifahari inayomilikiwa na tajiri mkubwa. Alijifunza kuwa shamba la yule kijana lilikuwa na pauni 2000 za nyanya na mara moja alituma $40,000. Muuzaji aliyekuwa kando yake alipigwa na bwatwa. Yule kijana aligundua kuwa angeweza kupata utajiri mkubwa hivi karibuni, lakini bila kutarajia, picha ilikuja kupitia kikundi chao cha darasa. Walimfanyia vyahaka kwa kuuza matunda na kutopata kazi nzuri. Yule kijana alijua watu hawa walikuwa wanatafuta tukiki mtandaoni, hivyo alishiriki picha ya mapato yake ya siku hiyo. Kila mtu alishtuka kwa kiasi cha pesa alichopata kwa kuuza nyanya kwa siku moja. Wale waliomdhihaki zamani kwa kuwa maskini walianza kumpigia simu wakimuomba wakutane. Kijana huyo, akiona fursa yao, alikata simu mara moja. Muda mfupi baadaye simu ililia tena. Wakati huu alikuwa msichana maarufu wa shule. Alikumbuka alikuwa na tabia nzuri. Alipokuwa akionewa shuleni, yeye ndiye alikuwa pekee aliyemsaidia. Sasa miaka kadhaa baadaye, baada ya kujifunza kuwa anauza mboga, alimsaidia kutafuta soko. Mjomba wake alikuwa mmiliki wa hoteli. Yule kijana aliamua kumlipa fadhila yake ya shuleni. Alikubali kuuza mboga zake zote kwa mjomba wake. Ili kuweka siri ya maji ya kisima, alichagua kupanda kitu tofauti, matango. Siku iliyofuata aliyapeleka sokoni na yule msichana maarufu alifika. Aliridhishwa na ubora, lakini alipoona bei alishangaa, kwani alikuwa $50 kila moja. Yule kijana alimpendekeza ajaribu moja na alishangazwa na ladha tamu. Alikuwa karibu kuyanunua yote wakati dada yake tajiri alipofika kumdhihaki. Alimtaka arudi nyumbani, lakini kijana alikataa, akikumbuka jinsi dada zake walivyomsaliti huko nyuma kwa kumpendelea kaka wa kambo. Dada zake walidhani hakuna atakayenunua mboga ghali hivyo, lakini walishangaa kuona msichana yule na wateja wengine wakigombea kununua. Dada mkubwa aliamua kula tango moja ili kumwaibisha, lakini badala yake alihisi kama amezungukwa na wanamitindo wa kiume, jambo lililomshtua kabisa.